naitwa Dr. Mindiko Edward Pamela, ni mwanzilishi mwenza na mkurugenzi wa taasisi ya Project Inspire. Tumewaita hapa leo kwa sababu tuna furaha ya kutambulisha rasmi mradi ambao tunafanya UNICEF, Canada na Project Inspire wa uzinduzi wa vituo vya ubunifu vya sayansi, teknolojia na uhandisi na hisabati nchini Tanzania. Kwamba UNICEF ikishirikiana na Project Inspire Foundation, serikali ya Tanzania pamoja na Canada chini ya mpango unaofadhiliwa na Canada wa Every Adolescent Girl Learns, wamezindua mpango madhubuti wa kuongeza ushiriki wa wasichana katika sayansi, teknolojia, uhandisi na hisabati kwa kuanzisha vituo vya STEM katika mikoa mitatu yenye mahitaji makubwa ambao ni Kigoma, Songwe na Tabora. Mradi huu ambao unajulikana kwa jina Empowering Girls in STEM unatarajiwa kunufaisha wanafunzi zaidi ya 3,000 na walimu zaidi ya 150 kupitia upatikanaji wa vifaa vya kidijitali, maabara za kisayansi na ushauri kutoka kwa wanawake wabobezi katika fani za sayansi, teknolojia, uhandisi na hisabati. Upatikanaji wa vituo hivi vya STEM Parks utasaidia wanafunzi pamoja na walimu kupata uzoefu moja kwa moja katika mifumo ya STEM na ushauri kwa kitaaluma ama career guidance katika maeneo haya ya sayansi, teknolojia na uanzishaji kwenye karne ya 21. Kwa mpaka sasa huu mradi tumeanza mwanzoni mwa mwaka huu, mwishoni mwa mwaka jana, ambazo kuna hatua kadhaa ambazo zimeshafanyika katika utekelezaji. Hatua muhimu zilizotokea sasa hivi ni kuungwa mkono na serikali kwenye mradi huu. Kwa hiyo Wizara ya Elimu lakini pamoja pia na Ofisi ya Rais TAMISEMI wameidhinisha kuanzishwa kwa vituo hivi vya STEM kwa kutumia majengo yaliyopo mashuleni, vituo vya rasilimali vya walimu ama teacher resource centers, lakini pia na vituo vya jamii au community centers. Unalenga kuongeza ushiriki wa wasichana katika STEM, kuboresha mazingira ya ufundishaji kwa vitendo, kudili na walimu, pia kutoa mafunzo kwa walimu, lakini pia kutumia vifaa vya kidijitali na ushauri nasaha wa kitaaluma na kukuza usawa wa kijinsia na ushirikishwaji katika jamii. Naitwa Engineer Mwalimu Joyce Baravuga na tokea Ofisi ya Rais TAMISEMI. Mimi ni mratibu wa e-learning shuleni katika shule za msingi na sekondari nchini. Kwa niaba ya Katibu Mkuu Ofisi ya Rais TAMISEMI, tunashukuru sana kwa kutualika na tunawapongeza mkurugenzi wa STEM Park, tunakupongeza na tunawashukuru sana UNICEF madam kwa mchango wenu mkubwa na ufadhili mnaotoa. Ni kweli kwamba tuna upungufu mkubwa wa walimu wa masomo ya sayansi, kwa sababu hii STEM Park ambao wao wanashughulika na mambo ya sayansi, teknolojia, engineering na mathematics, waliona hiyo changamoto nchini. Ni kweli kuna upungufu wa walimu wa hayo masomo, lakini pia tunaona kwamba tuna upungufu wa vifaa kule vya kufanyia majaribio. Tunaona pia lakini kuna matatizo, masomo hayo wengi wanayakimbia, hasa wasichana. Kwa hiyo leo nina furaha sana mbele yenu kuweza kushukuru kuona kuna wadau hawa wamekuja na mkakati wa kuisaidia serikali. Kwa hiyo kwa niaba ya serikali tunashukuru sana kiongozi ambaye umebuni huu mradi. Niombe sasa tuzidi kushirikiana. Kwa hiyo huu ubunifu ambao wameuleta wa hivi vituo ambavyo ni vituo vya ubunifu vya STEM vitasaidia wengi, na walimu pia watajifunza, wanafunzi wengi watajifunza. Kwa hiyo mbele tunapoenda tutapata wataalamu wengi wa masomo ya STEM. Kwa maana hiyo tunazindua uanzishaji wa hivyo vituo katika maeneo waliokusudia. Tanzania hii tuna vituo vya walimu tunaita Teachers Resource Center, TRCs. Ziko katika kata zote nchini ambazo ni 3655. Zipo kwenye vituo hivyo vyote. Kwa hiyo unakuta kwamba vile vituo pale ndio tunaendesha mafunzo ya walimu kule. Tunaita MEWAKA, mafunzo ya walimu shuleni. Kwa hiyo ombi ikiwezekana muongeze wigo, ni ombi kwa nyinyi wafadhili, ili mtakapoleta vile vituo vingi waweze kusoma walio wengi, walimu pamoja na wanafunzi. Kwa wasichana ambao bado wanaendelea kusoma, waweze kuendelea kusoma masomo ya STEM na wasome kwa juhudi,
na wafikie malengo. Na kwenye somo la ICT natoa wito pia wasichana wasome masomo ya sayansi ili wasome na tehama. Sasa hivi tuna masomo ya tehama kwa level zote za msingi mpaka sekondari mpaka vyuo vikuu. Wasome masomo ya ICT ili tupate wajuzi wengi wa masomo ya tehama ICT ambao watasaidia nchi, kwa sababu ICT ni enabler, ni teknolojia ambayo inatusaidia katika elimu. Hata nyie ni mashahidi, tunaona kwamba mtaala wetu kupitia sera ya elimu 2014 ambapo tunaona kwamba mtaala umeboreshwa 2023. Sasa hivi ufundishaji na ujifunzaji unafanyika kwa kuintegrate ICT. Inatakiwa walimu wafundishe kwa kutumia ICT. Kwa nitoa wito kwa walimu wote wajifunze mambo ya tehama, na hasa wasichana. Tunajua wakina mama wakiweza wanasaidia familia, wanasaidia jamii na serikali kwa ujumla.